So ladies and gentlemen, kama tunavyofahamu ya leo ya kwamba ile klabu ya Arsenal imeweza kupewa ubingwa wa pale England, ambapo ndio mabingwa wa mwaka wa 2025 mwaka wa 2026. Hiyo basi habari ambazo tuko nazo hapa ni pale baada ya kwamba Rais William Samoei Ruto, rais wa nchi ya Kenya, ameweza kutoa shukrani ama ameweza kutoa salamu kwa wananchi na vile vile pia yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ni mmoja kuwa, yani Rais William Samoei Ruto ni mmoja mashabiki ama ni mmoja kuwa mashabiki mkuu kindakindaki wa timu ya Arsenal. So nitakuelezea kile kitu alichokiandika hapa, afu nikwambie ni vipi ambavyo wananchi wake wametoa taswira kulingana na kile ambacho William Samoei Ruto ameweza kukifanya usiku wa kuamkia leo tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2026. So hichi ndicho alichokiandika, nitanukuu kwa lugha ya Kiswahili hapa. Imekuwa uzoefu mzuri sana kufuatilia matukio ya kusisimua ya klabu ya soka ya Arsenal, kuanzia nyakati za mapambano na kurudi nyuma hadi misimu mfululizo na kupona na kufufuka kwenye njia yao tukufu hadi kileleni mwa ligi kuu ya Uingereza. Katika wakati huu tumeshuhudia nguvu ya matumaini, ustahimilivu, umakini na bidii isiyokoma katika vitendo, na tumeona timu ya wataalamu waliojitolea wakipigania dhidi ya wapinzani wakubwa mechi baada ya mechi. Usiku wa leo zawadi kubwa imepatikana, timu imeshinda, imani ya kujitolea kwake vimethibitishwa na kujitolea kwetu kufanikiwa kupitia kazi, nidhamu na ushirikiano kumethibitishwa. Hongera kwa wana kushika bunduki, hongera wana Gunners. Hichi ndio kitu ambacho William Samoei Ruto ameweza kukiandika kwenye tovuti yake, ambapo alikuwa anajieleza, ikizingatiwa kwamba yeye ni mmoja wa mashabiki na timu zote zile ambazo zimeweza kujishindia pale nyuma, hakuna wakati ambao yeye amesimama na kuzungumza kitu kama hichi, lakini kwa sababu ni timu yake, timu pendwa, timu ya Arsenal, imembidi aje kindakindaki na kujitoa hadharani na kuipongeza timu ile mbele ya mashabiki, mbele ya umati, mbele ya nchi, mbele ya dunia, na yeye ameipongeza rasmi na kusema Arsenal, they do deserve the win because they really suffered for a long time and today it's their time. So wananchi wameichukulia swala hili vibaya sana, ikizingatiwa pia majirani nchi ya Tanzania pia vile vile nimeona kwamba wamekuja kwenye sehemu ya maoni hapa, na wengi sana wamekuja wamezungumza maneno makali sana, ambapo wengi takwimu yao kubwa watu kutoka nchini Kenya walikuwa wanasema kwamba tuko na mengi sana ya kwamba tunakutarajia wewe kama kiongozi utuambie, lakini umenyamaza kimya, hujayazungumzia. Leo hii unazungumzia ya Arsenal kushinda ligi. Najua kabisa hawa ni watu ambao wengine they mean it, some of them, but others ni ile chuki ambao wako nayo dhidi ya timu ama dhidi ya klabu ya Arsenal. Na vile vile pia watu kutoka nchini Tanzania walichokuja kuzungumzia kwenye sehemu ya maoni hapa, wamezungumza masuala mazima ya kutokuwa na uzalendo. Yani wanazungumzia kwamba badala ya kwamba kiongozi wa nchi aweze kusifia timu za nyumbani, timu za mashariki mwa Afrika, hapa ye anaenda kusifia timu ya Uingereza, ambapo hapa ni swala nyeti ambalo nafikiria sote tutapaswa tulizingatie, kuliangalia kiundani. Je, nchi hizi za Afrika Mashariki hapa ziko na clubs ngapi kubwa kubwa? Kuna Yanga na kuna Simba, clubs ambazo zimewakilisha mashariki mwa Afrika vizuri kwenye bara la Afrika zima ama dunia tuseme tu. Lakini mwisho wa siku klabu hizi endapo moja anashinda ubingwa wa nchi ambayo yuko, ambayo sio nchi nyingine isipokuwa Tanzania, hatujaona viongozi wa bara la mashariki wa Afrika ama bara la Afrika zima wakijitokeza na kusifia timu hizi. Lakini leo tumeona kiongozi mkuu, rais ambaye ameketia kiti kwa sasa, kiti cha nchi ya Kenya pale, ama uongozi wa rais wa nchi ya Kenya, ameweza kusifia timu ya Arsenal. Sio kitu cha kwamba tunapaswa tumkashifu nacho, na sio kitu ambacho tunapaswa tumpige mashoka nacho. Ni kitu cha kusifia kwa sababu mimi mwenyewe ni shabiki wa Arsenal, na nilipoona William Samoei Ruto, rais wa nchi ya Kenya, amekuja na kuandika mambo kama haya, nimesikia raha kwa sababu nimeona timu yangu inawakilishwa na timu yangu inazungumziwa mpaka na rais. So ni kitu ambacho kinapaswa kipe furaha, ikizingatiwa kuna rais pia wa nchi moja ya Afrika ambaye pia vile vile alikuwa mchezaji wa klabu ya Arsenal.
nataka mniambie ni nani yule ambaye alikuwa rais ambaye kidogo achukue Ballon d'Or, ambaye alikuwa anachezea klabu ya Arsenal, ambaye mkufunzi wake alikuwa ni Arsene Wenger, na vile vile pia akaja akawa rais wa nchi fulani Afrika. Nataka kwenye sehemu ya maoni hapo uniandikie, alafu nidai nitakupa zawadi yako. So ladies and gentlemen, mimi yangu tu ni kutoa congratulations pia mimi vile vile kwa klabu nzima ya Arsenal pamoja na mkufunzi wake, na nilisema endapo sitalizungumzia hili nitakuwa sifanyi uzalendo wangu ambao nashabikia, ushabiki wangu wa kizalendo wa Arsenal, japo niko na klabu yangu ambayo naisifia pia vile vile, ambayo ni Young Africa. Mimi sio Simba na kuna timu nyingi pia, nafikiri kila mtu apewe tu ile breakthrough uwezo, yani apewe tu ile anavyojisikia. Atasifia Barcelona, atasifia Real Madrid, atasifia Simba, atasifia Yanga, atasifia FC Leopard, atasifia Tanga, atasifia tunahitaje FC Leopards, ama atasifia Tusker, timu yote, Bandari FC, timu yote ile ambayo yuko kwenye uwezo wake atakakusifia, achiwa atasifie. Either atashabikia timu ya Kenya, timu ya Tanzania, timu ya Uganda, nimeweza kuona mashabiki wengi sana kutoka nchini Kenya na nchini Uganda ndio wameweza kujitolea sana sana hadharani na kupiga kelele na fujo na nderemo na sherehe wakishabikia ule ushindi ama wakisherehekea ule ushindi wa kupewa lile tuzo la ubingwa wa Uingereza. Lakini Tanzania sijaona kitu kama hicho, na habari ambazo zinakuletea next ni zile habari ambazo watu wamezikashifu pia ndani ya Tanzania kwa kusema kwamba nchini Kenya watu wanaandamana kuja kwa pamoja ili bei ya mafuta ishuke bei, lakini nchini Tanzania watu wanakuja pamoja ili kumpokea Rio Ferdinand, mchezaji mkuu ama mkongwe wa klabu ya Manchester United kutoka Uingereza, ambaye amezuru nchini Tanzania kwa minajili ya utalii na kwa minajili ya mazungumzo ili kufanikisha mazungumzo ya mpira nchini mle. London is red!